Karibu msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na mshirika wa Radio Mbiu sauti ya faraja kutoka Bunena, Kagera, katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi saa 12:30 jioni. Kipindi kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini. Leo upo nami Shemasi Emmanuel Lusajo Mwakapila wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Mada yetu ya leo ni mageuzi ya kiuchumi kama changamoto ya kuondoa unyanyasaji katika familia katika mwanga wa mafundisho ya Kanisa Katoliki. Na sasa tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa, basi tukianza na utangulizi. Familia ni taasisi ya msingi katika jamii na katika mafundisho ya Kanisa Katoliki. Kanisa linafundisha kwamba familia ni kanisa la nyumbani, ambapo maisha ya kiroho, maadili na utu wa binadamu hujengwa. Ndani ya familia ndipo watoto hupata malezi ya kwanza ya imani, upendo na heshima kwa wengine. Kwa sababu hiyo, kanisa linaona familia kama msingi wa ustawi wa jamii nzima. Hata hivyo, familia nyingi duniani zinakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinatishia ustawi na umoja wa familia. Mojawapo ya changamoto hizo ni unyanyasaji wa kifamilia, ambao unaweza kujitokeza katika mfumo wa vurugu za kimwili, kisaikolojia, kijinsia au hata kiuchumi. Unyanyasaji huu huathiri tu wahanga wale, bali pia huharibu mahusiano ya kifamilia na kudhoofisha jamii kwa ujumla. Katika dunia ya leo, mabadiliko makubwa ya kijamii na kiuchumi yameleta hali mpya katika maisha ya familia. Mageuzi ya kiuchumi kama vile mabadiliko ya mifumo ya ajira, kuongezeka kwa gharama za maisha na kuingia kwa wanawake katika sekta mbalimbali za uchumi yamebadilisha kwa kiasi kikubwa mahusiano ya kifamilia. Mabadiliko haya yanaweza kuleta maendeleo na ustawi wa familia, lakini wakati huo huo yanaweza kusababisha changamoto mpya katika mahusiano ya wanandoa na familia. Katika mwanga wa mafundisho ya Kanisa Katoliki, mageuzi ya kiuchumi yanapaswa kutazamwa kwa namna ambayo yanaheshimu utu na ubinadamu na kulinda ustawi wa familia. Kanisa linafundisha kwamba maendeleo ya kiuchumi yanapaswa kwenda sambamba na maadili ya haki, upendo na mshikamano. Bila maadili hayo, maendeleo ya kiuchumi yanaweza kuleta madhara kwa familia na hata kuongeza migogoro na unyanyasaji. Kwa hiyo, mada yetu hii inalenga kuchunguza mageuzi ya kiuchumi kama changamoto ya kuondoa unyanyasaji katika familia katika mwanga wa mafundisho ya Kanisa Katoliki. Tutachunguza maana ya mageuzi ya kiuchumi, aina na sababu za unyanyasaji katika familia, pamoja na jinsi mafundisho ya kanisa yanavyoweza kusaidia kujenga familia zenye amani, heshima na upendo. Wapendwa, mafundisho ya Kanisa Katoliki kuhusu familia. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba familia ni taasisi iliyowekwa na Mungu tangu mwanzo wa uumbaji. Katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliumba mwanamume na mwanamke na kuwaunganisha katika ndoa ili waweze kuishi katika umoja na kushirikiana katika kazi ya uumbaji. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ya 24, tunaona maandiko matakatifu yanasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja.
Kwa mujibu wa mafundisho ya kanisa, ndoa ni sakramenti takatifu inayounganisha wanandoa katika agano la kudumu la upendo na uaminifu. Kupitia sakramenti ya ndoa, wanandoa wanaitwa kuishi maisha ya upendo, kuheshimiana na kusaidiana katika malezi ya watoto. Tukisoma hati ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano, Gaudium et Spes, inasisitiza kwamba familia ni msingi wa jamii na kwamba ustawi wa jamii unategemea sana ustawi wa familia. Kwa sababu hiyo, kanisa linaona kuwa ni wajibu wa jamii na serikali kulinda familia na kuhakikisha kwamba mazingira ya kijamii na kiuchumi yanasaidia ustawi wake. Sasa tuje kuona namna gani tunavyoweza kuelezea unyanyasaji katika familia. Unyanyasaji katika familia ni tendo lolote linalomuumiza mwanafamilia mwingine. Inaweza ikawa kimwili, kiakili, kihisia, kiuchumi au kijinsia. Tatizo hili hutokea katika ndoa, kati ya wazazi na watoto, kati ya ndugu na ndugu, hata walezi pamoja na wale ambao wanawalea. Na unyanyasaji huu huvunja amani ya familia na kuondoa upendo ambao ndio msingi wa familia ya Kikristo. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kanisa Katoliki, kama tulivyosema hapo mwanzo, familia ni kanisa la nyumbani ambamo wanandoa na watoto wanapaswa kuishi katika upendo, heshima, mshikamano na kusaidiana. Hivyo Biblia inatufundisha kwamba tupendane kama Kristo alivyotupenda. Rejea Injili ya Yohani sura ya 13 aya ya 34. Lakini pia tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 27, tunaona maandiko matakatifu yanaelezea kwamba hivyo aina yoyote ya unyanyasaji ni kinyume cha mpango wa Mungu, kwa sababu humdhalilisha mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wapendwa, sasa tuone nyanja mbalimbali za unyanyasaji katika familia. Aina ya kwanza ni unyanyasaji wa kimwili. Aina hii ya unyanyasaji unahusisha matumizi ya nguvu au vurugu dhidi ya mtu mwingine kwa lengo la kumuumiza au kumtisha. Mara nyingi huonekana wazi kupitia majeraha au mateso ya kimwili. Na mifano yake yanaweza kawa mke kumpiga mume au mume kumpiga mke, kujeruhi kwa kutumia silaha. Inawezekana pia kumnyima mtu chakula kwa makusudi, na wengine wanafika mbali zaidi. Yawezekana wanaweza kawa na wafungia watu ndani kama sehemu ya adhabu, na hii ina madhara makubwa sana katika jamii yetu. Mojawapo inaweza ikasababisha ulemavu wa kimwili, lakini pia unyanyasaji huu unaweza ukapelekea hofu na kukosekana kwa amani nyumbani. Lakini pia hata ugomvi kati ya mume na mke unaweza ukapelekea kuvunjika kwa ndoa, na watoto pia wanaweza kukua katika mazingira hayo na kuiga hizo tabia za wazazi wao. Na je, ni mtazamo upi ambao kanisa unao? Kanisa Katoliki linafundisha na linakataza vurugu zote ndani ya familia. Maana maandiko matakatifu, ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya 19, anasema waume wapendeni wake zenu wala msiwe wakali kwao. Na pia kanisa linafundisha kuwa matatizo ya kifamilia yanapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo, sala na upendo badala ya kutumia nguvu. Aina ya pili ni unyanyasaji wa kisaikolojia. Unyanyasaji wa kisaikolojia ni matendo au maneno yanayoumiza hisia, akili au utu wa mtu. Mara nyingi hii ni tofauti kabisa na ile ya mwanzo, kwa sababu haiachi majeraha ya kimwili, lakini huumiza moyo na akili kwa muda mrefu. Na mifano yake ni kwa mfano mtu akamtukana au kumdhalilisha mwenzie mbele ya watu. Lakini pia maneno makali ya kumwambia mtu hana thamani yoyote. Inawezekana pia unaweza kumpiga mtu na kumfukuza nyumbani. Lakini pia unaweza kumzuia mtu kufanya mawasiliano na baadhi ya ndugu au na marafiki. Lakini pia unaweza kumdharau mtu kila wakati. Na hii ina madhara makubwa ambayo inaweza ikapelekea msongo wa mawazo na huzuni. Inaweza ikapelekea watu kukosa kujiamini. Inaweza ikapelekea hofu na upweke, na watu wengine hufikia hatua ya kujiua kutokana na mateso ya akili. Je, mtazamo upi ambao kanisa linao?
Kanisa linafundisha kuwa maneno yana nguvu ya kujenga au kubomoa. Wakristo wanapaswa kutumia maneno ya upendo na faraja. Ukisoma pia waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 4 aya ya 6, naona maandishi yanasema neno lenu liwe la neema siku zote. Hivyo kumdhalilisha au kumuumiza mwingine kwa maneno ni dhambi dhidi ya upendo wa Kikristo. Aina ya tatu ni unyanyasaji wa kiuchumi. Huu ni unyanyasaji unaotokea pale mtu mmoja anapotumia mali au fedha kumtawala au kumtesa mwanafamilia mwingine. Mara nyingi humfanya mtu ashindwe kujitegemea. Na mifano yake ni kama mwanamume kuna wakati anaweza akamzuia mke wake bila sababu za msingi kufanya kazi. Lakini pia kuna wakati anamtaka huyo mke wake awe anafanya kazi tu ya kuomba pesa na sio kufanya kazi na kutafuta kipato ambacho kinaweza kikawa msingi katika familia. Lakini pia kwenye familia kutokuwajibika, kutokutoa mahitaji mbalimbali katika familia ili hali kuna uwezekano wa kutoa. Lakini pia kuchukua mshahara, kuna baadhi ya familia wana mamlaka, mtu anafanya maamuzi ya kuchukua mshahara wa mwenzie. Lakini pia kuwanyima watoto mahitaji mbalimbali kwa makusudi kabisa ili hali mtu ana uwezo. Na hii ina madhara kubwa na inaweza ikapelekea umaskini ndani ya familia, inaweza ikapelekea migogoro na chuki kati ya wanandoa, ni watoto kushindwa kupata elimu na huduma muhimu na kumfanya mtu ajisikie hana thamani na hana uhuru. Kanisa linafundisha kuwa mali ni zawadi kutoka kwa Mungu na zinapaswa kutumiwa kwa haki na kusaidiana ndani ya familia. Mtume Paulo anasema mtu asipotunza walio wake ameikana imani. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 5 aya 8. Hivyo ni wajibu wa wazazi na wanandoa kushirikiana katika kuhakikisha mahitaji ya familia yanatimizwa kwa upendo na haki. Aina ya 4 ni unyanyasaji wa kijinsia. Hii ni hali ya kumlazimisha mtu kushiriki vitendo vya kijinsia bila ridhaa yake au kwa njia inayodhalilisha utu wake. Unyanyasaji huu unaweza kutokea ndani au nje ya ndoa. Na mifano yake, unaweza kukuta watu wanalazimisha kufanya tendo la ndoa pasipo ridhaa. Au mfano mwingine ni kugusa mwili wa mtu pasipo ruhusa yake kwa kumdhalilisha. Na wengine wanadhalilisha watoto, wanawalazimisha watoto na pia wanandoa wanawezekana wakalazimishwa kufanya hivyo vitendo vya aibu. Na wengine wanatumia vitisho kupata mahusiano ya kijinsia. Lakini pia kuna wakati watu wanaweza kawa wanatafuta ajira wakalazimishwa kufanya hivyo vitendo ambavyo kabisa havimpendezi Mwenyezi Mungu. Na madhara ya unyanyasaji wa kijinsia inaweza ikapelekea maumivu ya mwili na majeraha. Yote yanatokea kwa sababu ya kulazimisha. Inaweza kapelekea pia maumivu ya kihisia, kupoteza heshima na kujiamini, na kwa sababu pia inaongelea juu ya unyanyasaji wa kijinsia, inaweza kapelekea magonjwa na mimba ambazo hazijatarajiwa. Lakini pia kuna kuvunjika kwa mahusiano ya kifamilia. Hapa kanisa linafundisha kuwa mwili wa mwanadamu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Soma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 aya 19. Hivyo kila mtu anatakiwa kuheshimiwa katika utu wake. Tendo lolote la kijinsia linalofanywa kwa kulazimisha ni dhambi kubwa kwa sababu linaharibu upendo na heshima inayotakiwa katika ndoa na familia. Kwa ujumla, unyanyasaji katika familia ni kinyume cha mapenzi ya Mungu na mafundisho ya Kanisa Katoliki. Familia inapaswa kuwa mahali pa upendo, amani, ushirikiano na kuheshimiana. Ili kupunguza tatizo hili, jamii inapaswa kuhimiza malezi bora ya Kikristo, mazungumzo ndani ya familia, kusameheana na kusaidiana, elimu kuhusu haki za binadamu na wajibu wa kifamilia, ushauri wa kichungaji na sala. Hivyo familia inapaswa kumtegemea Mungu na familia inapaswa kuonesha kuwa yenyewe ni chanzo cha amani na mfano mwema kwa jamii nzima. Mpendwa msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, sasa kipindi hewani ni familia
ni nyumba ya Mungu, na mada yetu ya leo ni mageuzi ya kiuchumi kama changamoto ya kuondoa unyanyasaji katika familia, katika mwanga wa mafundisho ya Kanisa Katoliki. Mpendwa msikilizaji, sasa tunaendelea na mageuzi ya kiuchumi na athari zake katika familia. Mageuzi ya kiuchumi ni mabadiliko yanayotokea katika mfumo wa uchumi wa jamii au taifa kwa lengo la kuboresha maendeleo ya watu. Mageuzi haya yanaweza kuhusisha mabadiliko katika sera za serikali, mfumo wa biashara, ajira, matumizi ya teknolojia, elimu, pamoja na namna ya rasilimali zinavyogawiwa katika jamii. Katika dunia ya leo, mageuzi ya kiuchumi yameathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya familia. Ukuaji wa teknolojia, kuongezeka kwa biashara, kupanuka kwa soko la ajira na kupanda kwa gharama za maisha vimebadilisha namna familia nyingi zinavyoishi. Zamani familia nyingi zilimtegemea mwanaume kama mtoa huduma mkuu wa familia, lakini sasa wanawake wengi wameingia katika sekta za ajira, biashara na uongozi. Hali hii imeongeza kipato cha familia na kuwapa wanawake nafasi kubwa ya kushiriki katika maamuzi ya kifamilia na kijamii. Kwa mtazamo wa Kanisa Katoliki, kazi ni sehemu muhimu ya utu wa mwanadamu kwa sababu humwezesha mtu kushiriki katika kazi ya Mungu na kuendeleza ulimwengu. Hata hivyo, kanisa linaonya kuwa maendeleo ya kiuchumi yasipozingatia utu wa binadamu na maadili yanaweza kuleta madhara makubwa katika familia. Faida na mageuzi ya kiuchumi katika familia. Mageuzi ya kiuchumi yanaweza kuleta maendeleo na kuboresha maisha ya familia kwa namna mbalimbali. Moja, kuongezeka kwa kipato cha familia. Wanandoa wanapofanya kazi au biashara, familia hupata kipato kikubwa zaidi kinachoweza kusaidia kulipa ada za watoto, kuboresha huduma za afya, kujenga makazi bora, kukidhi mahitaji muhimu ya familia. Mfano, mama anayefungua biashara ndogo ndogo ya kuuza bidhaa anaweza kusaidia gharama za chakula au elimu ya watoto. Namba 2 ni kuongezeka kwa usawa kati ya mwanaume na mwanamke. Mageuzi ya kiuchumi yamewasaidia wanawake kupata elimu, ajira na nafasi za uongozi. Hali hii imeongeza ushirikiano katika familia na kuwafanya wanawake washiriki katika maamuzi muhimu. Mfano, mke anayefanya kazi anaweza kushiriki kupanga matumizi ya familia pamoja na mume wake badala ya kumtegemea yeye pekee. Ya 3 ni kuboresha maisha ya watoto. Familia yenye kipato kizuri huwa na uwezo wa kuwapatia watoto elimu bora, lishe nzuri, mavazi na makazi bora, huduma za afya. Kwa mfano, wazazi wote wawili wanapokuwa na ajira wanaweza kuwapeleka watoto katika shule nzuri na kupata matibabu bora pale ambapo wanapata changamoto za kiafya. Namba 4 ni kuongezeka kwa maendeleo ya kijamii. Mageuzi ya kiuchumi yanaweza kusaidia jamii kupata miundombinu bora, teknolojia mpya, fursa za ajira na huduma bora za kijamii. Hivyo familia nyingi huishi maisha yaliyo bora zaidi kuliko yale ya zamani. Na kuna changamoto ambazo zinaweza zikapelekea mageuzi ya kiuchumi katika familia. Pamoja na faida zake, mageuzi ya kiuchumi yanaweza pia kuleta changamoto na migogoro ndani ya familia. Namba 1 ni migogoro ya majukumu ya kifamilia. Katika baadhi ya familia, mabadiliko ya kiuchumi yamebadilisha majukumu ya kijinsia. Wakati mwingine wanaume au wanawake hushindwa kukubaliana kuhusu nani anapaswa kufanya kazi fulani au kuongoza maamuzi ya familia. Mfano, mume anaweza kujisikia kupuuzwa pale mke anapopata kipato kikubwa kuliko yeye, jambo linaloweza kusababisha migogoro. Kanisa linafundisha kuwa ndoa ni ushirikiano wa upendo na si mashindano ya mamlaka. Wanandoa wanapaswa kusaidiana na kuheshimiana. Changamoto ya pili ni kupungua kwa muda wa familia kuwa pamoja. Kutokana na kazi nyingi na shughuli za kiuchumi, baadhi ya wazazi hukosa muda wa kuwa na watoto wao kushiriki katika maisha ya kifamilia. Hii inaleta madhara ambapo watoto wengi hukosa malezi ya karibu ya wazazi wao, kuongezeka kwa utovu wa nidhamu na kuvunjika kwa mawasiliano katika familia. Mfano, wazazi wanaporudi nyumbani usiku, kila siku wanaweza kushindwa kufuatilia maendeleo ya watoto wao.
Changamoto ya tatu ni kuongezeka kwa msongo wa mawazo. Shinikizo la kutafuta fedha, kulipa madeni na kukidhi mahitaji ya familia yanaweza kusababisha wasiwasi, uchovu mkubwa, migogoro ya ndoa, kukosa amani katika familia. Mfano, mtu anaweza kupoteza kazi, kupata huzuni kubwa na hasa kuanza kutumia vurugu ndani ya familia. Changamoto ya 4 ni kuenea kwa tamaa ya mali na ubinafsi. Katika baadhi ya mazingira, watu huweka fedha na mali mbele kuliko mahusiano ya kifamilia au maadili ya Kikristo. Na hii ina madhara makubwa ambayo inaweza kapelekea rushwa na ufisadi, kuvunjika kwa ndoa, kusahau wajibu wa kiroho na kifamilia, watoto kulelewa bila maadili mema. Maana maandiko matakatifu yanatukumbusha kwamba maana shina la mabaya yote ni kupenda fedha. Soma waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 aya ya 10. Na changamoto nyingine ni kuongezeka kwa unyanyasaji wa kiuchumi. Wakati mwingine mmoja wa wanandoa hutumia fedha au mali kwa njia ya kumtawala mwingine. Mfano, kumzuia mwenzi kufanya kazi, kuchukua mshahara wa mwezi kwa nguvu, au kutotoa matumizi ya familia kwa makusudi. Hali hii huondoa haki na usawa ndani ya familia. Ni mtazamo upi ambao kanisa unao juu ya mageuzi ya kiuchumi? Kanisa Katoliki halipingi maendeleo ya kiuchumi, bali linafundisha kuwa maendeleo hayo yanapaswa kumweka mwanadamu katikati. Uchumi unatakiwa kumhudumia binadamu na si binadamu kuwa mtumwa wa uchumi. Kanisa linafundisha kazi ni heshima ya mwanadamu. Wafanyakazi wanastahili mshahara wa haki. Familia inapaswa kupewa nafasi ya kuishi kwa amani na mshikamano, ili itumike kwa manufaa ya wote na si kwa ubinafsi. Papa Yohane Paulo wa Pili alisisitiza kuwa maendeleo ya ukweli yanapaswa kuzingatia utu wa binadamu, haki na upendo. Kwa ujumla, mageuzi ya kiuchumi yameleta mabadiliko makubwa katika familia za kisasa. Yamechangia maendeleo ya elimu, ajira na maisha bora, lakini pia yameleta changamoto kama migogoro ya familia, kupungua kwa malezi ya watoto na kuongezeka kwa msongo wa maisha. Kwa hiyo, ni muhimu familia za Kikristo kutumia mageuzi haya kwa hekima, zikidumisha maadili ya upendo, ushirikiano, sala na kuheshimiana. Familia inapaswa kubaki kuwa mahali pa amani na malezi bora licha ya mabadiliko ya kiuchumi yanayotokea duniani. Mageuzi ya kiuchumi kama njia ya kupunguza unyanyasaji. Mageuzi ya kiuchumi yanaweza kusaidia kupunguza unyanyasaji katika familia kwa njia mbalimbali. Moja, uwezeshaji wa wanawake kiuchumi. Wanawake wanapopata elimu na ajira wanakuwa na uwezo mkubwa wa kujitegemea kiuchumi. Hali hii inaweza kupunguza utegemezi wa kiuchumi na hivyo kupunguza uwezekano wa kunyanyaswa. 2, kupunguza umaskini. Umaskini ni moja ya sababu kuu ya migogoro katika familia. Kuimarika kwa uchumi wa familia kunaweza kusaidia kupunguza migogoro inayotokana na ukosefu wa mahitaji muhimu. 3, ni kuimarisha haki na usawa. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba wanaume na wanawake wana utu na hadhi sawa mbele ya Mungu. Mageuzi ya kiuchumi yanayozingatia usawa yanaweza kusaidia kujenga mahusiano ya heshima katika familia. Je, ni changamoto zipi ambazo zinaweza zikasababisha mageuzi ya kiuchumi katika familia? Ingawa mageuzi ya kiuchumi yanaweza kuwa na faida nyingi, pia yanaweza kuleta changamoto katika familia. Moja ya changamoto ni msongo wa kiuchumi unaotokana na kupanda kwa gharama za maisha au kupoteza ajira. Msongo huu unaweza kusababisha migogoro kati ya wanandoa na wakati mwingine kuishia katika unyanyasaji. Changamoto nyingine ni mabadiliko ya majukumu ya kijinsia. Katika baadhi ya jamii, wanaume wanaweza kuhisi kupoteza mamlaka yao mbele, ambapo wanawake wanapopata uhuru mkubwa wa kiuchumi. Hali hii inaweza kusababisha migogoro ikiwa hakuna mazungumzo na elimu ya kijamii. Na kanisa linafundisha nini juu ya uhuru wa binadamu? Mafundisho ya kanisa ya kijamii ya Kanisa Katoliki yanasisitiza sana heshima kwa utu wa binadamu. Kanisa linafundisha kwamba kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, na hivyo anastahili kuheshimiwa na kulindwa dhidi ya aina yoyote ya unyanyasaji.
Kanuni muhimu katika mafundisho ya kijamii na kanisa ni pamoja na utu wa binadamu, haki na wajibu, ushirikiano na mshikamano, ustawi wa wote. Kanuni hizi zinaweza kusaidia kujenga jamii na familia zinazoheshimu utu wa kila mtu. Nafasi ya kanisa katika kupambana na unyanyasaji. Kanisa lina nafasi muhimu katika kupambana na unyanyasaji wa kifamilia. Kwanza linaweza kutoa elimu ya ndoa na familia kwa wanandoa ili kuwasaidia kuelewa wajibu wao na umuhimu wa kuheshimiana. Pili, kanisa linaweza kutoa msaada wa kiroho na ushauri kwa familia zinazokabiliwa na migogoro. Na tatu, kanisa linaweza kushirikiana na serikali na mashirika ya kijamii katika kuhamasisha haki za wanawake na watoto. Kwa ujumla, mageuzi ya kiuchumi yana athari kubwa katika maisha ya familia. Mabadiliko haya yanaweza kuwa fursa ya kuboresha ustawi wa familia na kupunguza unyanyasaji, lakini pia yanaweza kuleta changamoto mpya katika mahusiano ya kifamilia. Katika mwanga wa mafundisho ya Kanisa Katoliki, maendeleo ya kiuchumi yanapaswa kuzingatia heshima kwa utu wa binadamu na ustawi wa familia. Kanisa linafundisha kwamba familia inapaswa kuwa mahali pa upendo, heshima na mshikamano. Kwa hiyo, juhudi za kuondoa unyanyasaji katika familia zinapaswa kuhusisha mageuzi ya kiuchumi pamoja na elimu ya maadili, utekelezaji wa sheria na mafundisho ya kiroho yanayosisitiza upendo na heshima kati ya wanandoa na familia. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na mshirika wa Radio Mbiu sauti ya faraja kutoka Bunena, Kagera, hadi kufikia hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nasi tena kwa siku nyingine, muda na wakati kama huo. Ulikuwa nami Shemasi Emmanuel Lusajo Mwakapila wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, natoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea. Ukiwa na swali, maoni au shauri, tunaomba utuandikie ujumbe mfupi kwa namba 07 56 47 81 78. Narudia 07 56 47 81 78. Namba hii pia inapatikana WhatsApp. Na sasa tuhitimishe kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Awalinde na kuwabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.